Sasa aliposikilia katika ile Jabal Arafa, maana likankuliwa Jabal Arafa, Bibi Hawa na Nabii Allah Adam walionana, fataarafa, wakayuana siku ya Arafa, siku ya Juma. Kwa hivyo siku ya Arafa ni siku kubwa kwa Waislamu, ni siku ambayo kwamba ya kufutiwa madhambi mahujaji na wale ambao kwamba hawakwenda hija. Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha dua la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hii ni dua ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amenena, ukiomba siku ya Arafa, hiyo siku haina pazia baina ya mahujaji na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni siku ambayo kwamba maelfu kwa maelfu malaika huteremka kwa sababu ya kuitikia ile amin wale mahujaji wanavomba. Kisha jambo lingine ni siku ya shetani kughadhabika mno, kumuona ule mja, kumwambia we nenda ukazini, nenda ukajepe, nyang'anye mtu, uwatinda. Sasa siku ile kumuona ule mja uko pale huinua mikono, na ni siku ambayo kwamba ni kubwa ya Arafa, huyu mja hapo hapo huwa akisamehewa dhambi zake. Kwa hivyo siku hii ni Arafa, shetani huwa kidhalilika sana yani. Ni siku Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia alhajju Arafa, hija ni ile siku ya Arafa, na dua bora khairu duai dua yaumul Arafa. Kwa hivyo atakiwa mahujaji waombe sana dua ile siku ya Arafa, aombe akikumbuka yale madhambi yake amazoyafanya ya siri na ya dhahiri, awaombe wale wamezoata majumbani, kuna majumba yana mashakil, kuna mii yetu idengene tetene, nchi zetu kiziangalia mii haina amani. Kwa hivyo pale siku ya Arafa ni siku ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shida zako, shida za windani wako, na usiwasahau kuwaombea wale wamezokufa, usiwasahau. Hiyo ni golden chance. Kisha pia ile Arafa iko na mipaka, boundaries. Kuna mabango makubwa yameandikwa Arafa start here, Arafa ends here, yani kwa sababu usitoke nje ya mpaka wa Arafa. Kisha Arafa kuna msikiti Masjidun Namira. Uno msikiti Masjidun Namira ni msikiti ambao kwamba khutba za Yaumul Arafa Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa khutba akiwa katika Masjidun Namira. Kisha pili, uno msikiti huingia mahujaji 400,000 ndani. Ni msikiti mkubwa sana, huingia mahujaji 400,000. Kuna sehemu ya huu msikiti Masjidun Namira hauko katika maeneo ya Arafa, kama tunene huu msikiti wetu huku Ribati kwa wanawake yani, huwa hauko katika sehemu ya Arafa. Sasa sihaba alhamdulillah, siku hizi ile Saudia kuna security uketi katika mipaka ile, wakiona mahujaji huanza kutoka huwarudisha ndani ili wasitoke. Kisha pili, huwa kuna wagonjwa, pengine mahujaji wameingia ile siku ya kwanza ya pili, wako hospitali, wengine hutiwa mai. Sasa siku ile serikali ya Saudia huambia ile Wizaratul Hajj, watukueni hao wagonjwa muatie kwenye ambulance, waende wapi? Kwenye uwanja wa Arafa, wasikose Arafa yao. Kwa hivyo hii ni siku ya kipekee na ni siku ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alotoa khutba yake ya mwisho. Yaumul Arafa ni siku ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alotoa khutba yake ya mwisho, ilipoteremka ile aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati mpaka mwisho. Sasa hapo Mtume aliponena hiyo aya, kuna maswahaba walianza kulia, wakawa wako na akili, wakanena Mtume endao zake, yani hufa sasa. Mtume aliporudi haji, mfungo 3, mfungo 4, mfungo 5, mfungo 6, akafa.
Baada ya miezi mitatu mtume alikufa, alikuwa shata ujumbe. Kisha le Jabalu Arafa, urefu wake ni mita 70, Jabalu Arafa. Kwa hivyo hujaj yale masaa ya saa 8, 9, 10 mpaka 12 huwa uko katika maombi, uombe. Na siku ya Arafa usikubali kuondoka Arafa kwenda zako Muzdalifa kabla ya jua kuzama, usikubali. Usubiri jua lizame ndio uondoke Arafa kwa sharia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, uende zako wapi? Muzdalifa. Na kutoka Arafa mpaka Muzdalifa ni kilomita 9. Kwa hivyo inapoingia jua kupinduka maghrib, mahujaji huondoka Arafa wakenda zao Muzdalifa. Sasa hapa Muzdalifa amali gani ambayo kwamba hufanyika Muzdalifa? Mahujaji wakiingia magharibi watasali salatul maghrib, wakimaliza kusali salatul maghrib raka 3 sawa, watasali na Isha raka 2. Baada ya kusali na Isha raka 2 watafanya nini? Kinachofuata ni kuokota zijiwe. Zijiwe wataokota, kuna zijiwe 21 21 21. Hizi zijiwe 21 ni ile siku za Yaumu Tashrik, mwezi 11, 12 na 13. Sawa, nitakuya kuzieleza. Sasa baada ya kuokota zijiwe 7, mahujaji watafanya nini? Watapumzika kwenye uwanda wa Muzdalifa baada ya kusali. Sasa kule kupumzika kwako ni ile asubuhi, uko Arafa, jua kali. Sasa utakwenda utalala, hakuna hoteli hapo. Utatandika kinini chako, kiboksi chako, utalala mwenyewe. Na usingizi wa Muzdalifa ni usingizi wa ajabu, si baridi si joto. Yani Mungu huwateremshia rehma mahujaji wake, wengine wakalala wakahutoa na koromo. Hapo hakuna president, hakuna wewe ni gavana, sijui wewe ni nani, nyote mumevaa ihramu moya, maskini, tajiri, waziri, balozi, nyote mko hapo mumelala kwa kilima kimoya cha labbaika Allahumma labbaik. Ihramu hapo nyote mumevaa white moya, ni kukumbuka ile siku ya Yaumul Mahshari, mutasimamishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila mmoja afanye nini? Ahisabiwe hisabu yake. Kwa hivyo Muzdalifa, mahujaji baada ya kulala mpaka salatul fajri, tasali salatul fajri, utamaliza. Kisha ukimaliza utaita adhkari yako mpaka jua lifanye nini? Litoke. Baada ya jua kutoka sasa utarudi zako Mina. Ondoshe zile ziti ziki huko, songesha ndo na hizo songesha huko, songesha hapa hapo karibu, hapa karibu. Hapa hii weke katikati. Baada ya kutoka Muzdalifa, mahujaji wote watarudi zao Mina. Wakirudi Mina mpaka baada ya zawal kupinduka jua, ndo watafanya nini? Huku watakuwa wakiendelea na talbia yao, talbia 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 mpaka wapi? Jamarati. Hizi ziko makosa, ndo ziko makosa. Ama ngoja iweke huko.
hapo. Sasa maona Mina ikiwa unaelekea zako Jamarat, kuna nguzo 3 za kupiga shetani. Kuna nguzo ya kwanza Jamaratu Sughra, yani ile jiwe la kupiga shetani la kwanza, ile toto. Kisha kuna Jamaratul Wusta ni la katikati. Kisha kuna Jamaratul Aqaba. Jamaratul Aqaba hili ni kubwa la kupiga shetani. Kwa hivyo ile siku ya kwanza, siku ya Idi, mwezi 10 Dhulhijja, mahujaji watatoka moja kwa moja Mina, wataata ile nguzo ya kwanza, wataata ya pili ya katikati, watakuya hini ya 3, watapiga zijiwe 7. Na zijiwe kuna nidhamu zake. Hapa huwa kuna hivi vilivyochora. Umeona hii ni nguzo. Kisa hapa ndani kuna nafasi kubwa, space. Sasa unapotupa zijiwe uhakikishe kwanza imegonga ile nguzo. Allahu Akbar, umegonga, imeingia ndani. Allahu Akbar, imegonga, imeingia ndani. Hairuhusiwi utukue majiwe 7 uyarushe kwa mara moja. Hairuhusiwi. Na mfano utukuzie majiwe na kule utakapokokota majiwe usiokote 7 mfano. Afadhali uzidishe ufanye 10. Mfano ukirusha jiwe likatoka kwa pili mfano, halihesabiwi kwa sababu limevuya, mpaka upige nguzo liingie ndani. Nafikiri tumefahamu. Kisha mfano uko kwenye mahema yako, hujaji mwendani wako umekupa majiwe, tunene ni muwe amelala pale, bwana kanipigie nami majiwe. Sasa ukenda Jamarat kwanza urushe majiwe yako, kisha ndo utampigia ule mgonjwa. Katika hizi Jamarat kuna msikiti baina zile Jamarat na ule msikiti wankulwa Masjidul Khaif uko Mina, ni kama mita 105 ama mita 110. Ule msikiti kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Masjidul Khaif bali swali mitume 70 na huingia mahujaji takriban 200,000 pale ndani. Kisha nimesahau Musdalifa, kuna msikiti wankuliwa Mash'aril Haram. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia fa idha afadtum min arafati fadhkurullaha inda al-mash'aril haram. Sasa baada ya mahujaji kutoka Arafa kwenda Mina, ono msikiti Masjidu Mash'aril Haram pia ni mkubwa mashallah, mahujaji 1.5 200,000 huingia hapo. Hulala, wakimaliza ile asubuhi ndio wakaya Mina, wakaya kufanya Jamarat. Kwa hivyo hii siku ya 10 ya Hija ina maina mawili ama maina matatu. Ina la kwanza ni Yaumul Hajjil Akbar. Ina la pili ni Yaumun Nahar, siku ya kutinda. Na ile ina la tatu walioko huku ina gani siku hiyo? Siku ya Idi. Kwa hivyo ina maina matatu. Na katika siku za Hija, zile Hija ni siku 5 ama ni siku 6. Katika zile siku 5 ama siku 6 za Hija, siku ambayo kwamba iko busy ni hii siku ya kwanza. Baada ya kutupa zijiwe 7, ukimaliza kutupa tu utaondoka, utaanza takbiri yako. Utaanza takbiri yako ya Idi, utakwenda zako, utatinda. Baada ya kutinda utafanya nini? Utanyoa. Baada ya kunyoa utavua sasa ihram. Baada ya kuvua ihram utakwenda utaoga, utafanya nini sasa? Utavaa nguo zako kama kawaida. Hiyo utakuwa umetahallul ya kwanza. Kutahallul ni kufunguka kifungo cha kwanza, bado huyamaliza hapo. Ukimaliza kuoga, ushavaa nguo zako, next itakao kufuata ni kitu gani? Utakwenda utarudi zako haram.
utakwenda kufanya tawaful ifadha. Kwa hivyo tawafu kwa mahujaji ni 3. Waweza ukafanya tawafu nyingine baada ya haji. Kwanza ukiingia kuna tawaful qudum, ile ya kwanza, umra ya kwanza. Pili ni hii tawafu ya lazima, tawaful ifadha. Utakwenda utafanya tawaful ifadha, ukimaliza huyamaliza utarudi zako wapi? Mina. Sasa ukirudi Mina, hizi siku 3 yaumu tashrik. Yaumu tashrik ni siku za kuliwa na kunywiwa na kuleta adhkari, kumswalia Mtume. Zile siku ngapi? Siku 3. Siku ya 11, sawa, kupiga zijiwe asubuhi ama baada ya zawali saa 8, 9, 10. Utaanza hii jamaratu sughra, hii nguzo ya kwanza, utatupa zijiwe 7. Ukimaliza hii utakwenda hii ya katikati zijiwe 7, kisha utakwea hii jamaratul aqaba, utapiga zijiwe 7. Ukimaliza utakwenda zako mwezi 12, utakuya utapiga zijiwe 7 hapa, jamaratul wusta la katikati 7 na jamaratul aqaba zijiwe 7. Sasa ukitaka kuondoka hiyo mwezi 12, haya la watakumaliza na ile siku yako ya 6, pia utakuwa kupiga zijiwe 7 7 7. Hapo utakuwa ushamaliza, umetahallul kabisa. Na kutahallul kabisa ni ile baada ya kufanya tawaful ifadha. Hapo utakuwa utaweza kutia manukato, kwenda kustarehe na mkeo, kuvaa kandu nini. Hapo utakuwa uko free. Mungu utakuwa kama uliotoka katika ihram, sasa uko free. Baada ya kumaliza kuondoka Mina, kurudi zako Maka. Sasa tarudi Maka, mutaketi siku 2 mahujaji. Baada ya kuketi mutafanya tawaful wada. Tawaful wada ni tawafu ya kuaga sasa. Na ukifanya tawaful wada hufai kuketi tena kwenye msikiti. Tawaful wada ni kuaga ile haram, utafanya tawafu peke yake. Si tumefanya haji ya tamattu, utafanya tawafu peke yake. Ukimaliza utakwenda zako nyumbani. Turudi hapa, hii siku ya yaumun nahar, ile siku ya Eid, siku ya kwanza, kwa nini mahujaji hutinda? Kwa sababu gani mahujaji hutinda? Kisha kwa sababu gani mahujaji ile siku ya kwanza hupiga zijiwe jamaratul aqaba 7, kisha mwezi 11 wakapiga 3? Kwa sababu ile Nabii Allah Ibrahim alipoteremshiwa wahi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuambiwa amtinde kijana chake Ismail. Sasa siku ya kwanza, ya pili, ya 3, Nabii Allah Ibrahim akamwambia kijana chake, nimeteremshiwa wahi nikutinde. Ismail akamwambia sawa baba, fuata amri ya Mwenyezi Mungu, na nitakwambia sharti moja, wakati wa kunitinda nilaza kitwa kiangalie tini, na unifunge mato, unifunge na mikono, yani unifunge na maguni kazi, kwa sababu utakapokunitinda wewe zile damu zisikumaikie wewe, na kisha uwe na hadhari damu zisikuingie nguoni. Mamangu akienda kikuona utazuka kizaazao. Kwa hivyo unaponitinda wewe, kisu chako kiwe na makali, unitinde kwa shingoni. Basi Nabii Allah Ibrahim alikwenda, alimfunga kijana chake uso, akamlaza. Baada ya kumlaza sasa, akaya shetani akenda akamshawishi Nabii Allah Ibrahim, bwana, utamtinda yeye kijana chako, kijana ni hoyo mmoja na umempata wewe katika uzee, usimtinde bwana. Nabii Allah Ibrahim ndo akatukua 4 majiwe akampiga nayo ile siku ya kwanza. Shetani akaanza kudidimia. Kisha baada ya hapo akamwendea mama Hajar. Sasa akenda akamshawishi, bwana, kijana chako atakutindwa na babake, usikubali, nenda kamwambie kijana ni hoyo mmoja. Akatukua majiwe akampiga nayo. Sasa ile mara ya 3 sasa
umemwekea kisu. Akamwendea tena shetani, akamshawishi. Ndio Nabii Allah Ibrahim akatukua zijiwe kumpiga ili amfukuze kabisa, asimharibie ile shughuli aloambiwa na Mwenyezi Mungu. Basi tangu siku hiyo shetani hudidimia mpaka leo, wala hatozuka. Kwa sababu gani? Alikuwa ataka Nabii Allah Ibrahim afanye nini ili asifuate maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo siku hiyo ndo na Jibril alayhi salam, Mwenyezi Mungu akampa kondoo mzuri, si mzee wala si kijana, wastani katikati. Akamwetea Nabii Allah Ibrahim, akamwambia kwa kuwa mtihani wako umefaulu, sasa Mwenyezi Mungu amekuletea kondoo wewe, mtende kondoo ile mahujaji. Baada ya kutupa zijiwe tu, ikafuata next mfanyani kutinda. Kisa baada ya kutinda ndo hiyo kwenda kunyoa. Sasa hapo kisa kunyoa ndo Mtume SAW akatusisitiza tukafanya tawaful ifadha, yani tufunguke kabisa, tutoke ndani ya ihram. Kuna wengine mahujaji huketi mpaka baada ya zile siku za yomu tashriki, ili wakenda zao wakirudi zao Maka ndo wafanye nini, watafanya tawaful ifadha, kisha uketi siku 2-3 wakafanya tawaful wada, wakenda zao Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio haji kamili ambayo kwamba tuloieleza. Sasa turudi kwenye historia. Kuna Jabal Abu Kubais baina Safa al-Marwa, baina mlima Safa al-Marwa, kwa kando yake kuna Jabal Abu Kubais. Hili Jabal Abu Kubais ndilo jabali la kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliumba katika ulimwengu. Kisha hili jabali Nabii Allah Adam alipoteremshwa ulimwenguni, aliamrishwa na Mwenyezi Mungu ajenge Kaaba. Kwa hivyo mtume wa kwanza aliojenga Kaaba Nabii Allah Adam. Akaya mtume mwingine baada mwingine, akaya Nabii Allah Nuh, akaambiwa atengeze boti kubwa, atie wawili ziumbe wawili, kisha ukanyesha mvua, ile Maka ikaya mai. Kwa hivyo Kaaba ilikuwa imejengwa, Hajarul Aswad iko pale. Baada ya mafuriko ya mai ya Nabii Allah Nuh, lile Hajarul Aswad kuna baadhi ya riwaya liliowea likenda likaketi yule Jabal Abu Kubais. Sasa alipokuwa Nabii Allah Ibrahim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwambia ijenge Kaaba, ile Kaaba ilikuwa si kwamba ilikuwa hakuna kabisa, ilikuweko msingi ulikuweko, ulikuwa imevundika tu. Sasa yeye akaianza tena upya. Kuna bloki zamani zilikuwa kubwa namna hii, na hizo bloki za kujengea Kaaba Nabii Allah Ibrahim amekwenda kuzichonga katika Jabal Abu Kubais, amekwenda kujenga Kaaba. Sasa na vile alipokuwa akijenga, alikuwa akisimama kwenye tofali, akipanga matofali, akipanda, akijenga, akizunguka ukuta mwingine mpaka kama. Basi alipomaliza kule kuseta kwake, Mungu akamjalia likawa limetoa nyayo ile block, ndio hii makamu Ibrahim. Kisha baada ya hapo kujenga, Mwenyezi Mungu akateremsha aya, akamwambia yeye na Nabii Allah Ismail waisafishe hiyo Maka. Baada ya kusafisha, watakuya watu, ni sisi sasa wenye kwenda kufanya nini? Kutufu na kusujudu na kufanya ibada. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya umra nne peke yake na haji moja, hijjatul wada. Umra ya kwanza alipokuwa akifanya yeye na kina Saidna Umari, Saidna Bilal, baada ya kumaliza tu Saidna Umar akamwambia Rasulullah, kwani tusiswali raka 2? Mtume akamwambia siambiwa kuswali, wata amri ya kutoka kwa mwenyewe. Ndio hapo ikashuka ile aya, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Ndio hapo Mtume akawaambia jamani, ni sasa amri imekuya, wakaswali nyuma ya makamu Ibrahim. Kwa hivyo kule kuswali nyuma ya makamu Ibrahim baada ya tawaf ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha ni huku kunwa mai ya Zamzam.
Na hii Hijri Ismail hapa, Hijri Ismail ama Hatim. Hijri Ismail wakati wa Mtume SAW kwenda zake Isra wal Miraj, Jibril ndo alimpasua kifua chake kwenye ile Hijri Ismail, alimpasua kifua chake, kautoa moyo wake, kausafisha kwa maji ya Zamzam, akaurudisha, akamshona. Kisha kulikuwa na buraki. Buraki, kuna sehemu katika ile haram kuna nguzo, yani zile nguzo, kuna nguzo moja ya pinki. Ile nguzo ya pinki ndio yenye historia, ndio ilofungwa buraki pale, mpaka mtu akuyuae akushike mkono kwambie hiyo nguzo ni hini. Kisha hini hapa kwa hadithi ya Mtume, ukiswali ndani ya Hatim ni kama uloswali ndani ya Al-Kaaba, ukiswali hapa. Kisha katika huno mlango wa Kaaba hapa, hini ni Ruknul Iraki. Hini na ufuata pembe ya kwanza ni Ruknul Hajarul Aswad. Baada hini kuna mlango, ule mlango wa Kaaba. Baada mlango wa Kaaba taona watu ushika ule mlango wa Kaaba, mahujaji. Hapo tini yake ndipo mahali Jibril alayhi salam alipoteremka kutoka Isra wal Miraj, Mtume alipozawadi swala 5. Hapo mahali ndipo Jibril ndiye mwalimu wake Mtume SAW alimfundisha Mtume na kuswali swala 5. Iko alama, kuna mabol nyeupe kubwa mzunguko wa ile Kaaba. Hapo mwanzo kuna zitali zimekwa rangi ya brown katika hiyo Kaaba hapo. Kwa hivyo kisha kuna kisima cha Zamzam. Kisima cha Zamzam pale panapofanywa tawafu kikotini underground, mpaka utoke nje unende ungie ndani ndio utapata kisima cha Zamzam. Kutoka kwenye hii Kaaba mpaka kisima cha Zamzam ni mita 21. Kutoka kwenye Kaaba mpaka kwenye makamu Ibrahim ni mita 11. Kile urefu wa kisima deep, urefu wa kisima cha Zamzam ni mita 35. Kutoka kwenye Kaaba mpaka kwenye Jabalu Safa ni mita 130. Baina Jabalu Safa na Jabalu Marwa ni mita 450. Kisha ukitoka Jabalu Marwa kuna Babul Marwa, ukitoka utapambana na nyumba ya Abu Jahal laana. Hiyo nyumba kwa saa hii si nyumba. Saudia imeifanya ile nyumba kuwa ni zoo, watu henda wakaingia choni. Ukisikia mtu mimi ndio nyumbani kwa Abu Jahal, huyo mtu enda kufanya ndio choni, ndio zawadi zake. Maana yake alikuwa akimudhi Mtume, akimpangia njama mpaka kumua. Baina hiyo Safa al-Marwa ukitoka hapa, kisha baina hiyo Safa al-Marwa kwa nde yake ilikuwa nyumba ya Bibi Khadija na Mtume, hapo alikuwa kiketi. Sasa hapo kando yake tu ndo kuna hiyo Jabalu Abu Kubais. Hiyo Jabal Abu Kubais kwa sasa imejengwa nyumba ya mfalme wa Saudia. Ule mlango wa Kaaba, ule mlango wake umetengezwa kwa dhahabu kilo 300 na thamani yake in dollars 3.6 million dollar. 3.6 million dollar thamani ya mlango wa Kaaba, na ina lake ni Babu Rahma, mlango wa Kaaba ina lake. Kisha kutoka hapo haram kuna Jabalu Gharu Hira, lile ambalo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akenda akipanda akifanya ibada. Kutoka haram mpaka katika jabali hilo Gharu Hira ni kilomita 4.5. Urefu wa hilo jabali ni mita 281. Likabadilika ina likankuliwa Jabalun Nur, iko na maina mawili. Kwani limeankuliwa Jabalun Nur kwa sababu ya nuru 3. Nuru ya kwanza, nuru ya Qur'an. Mwanzo limeankuliwa Gharu Hira kwa sababu ya ile pango hiyo. Qur'an ilishuka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nuru ya kwanza. Nuru ya pili ni Jibril kuitukua Qur'ani kuieta kwenye nuru ya 3 Mtume. Kwa hivyo ile jabali maana likankuliwa Jabalun Nur kwa sababu ya hizi nuru 3 ziliteremka katika mwezi wa Ramadhani.
na kutoka Haram mpaka katika Jabalu Gharu Thawr, ile jabali Mtume SAW alisita na Sidna Abubakar wakati wa kwenda hijra, na kutoka Haram kwenye Kaaba mpaka katika Jabalu Gharu Thawr ni kilomita 12. Kwa hivyo wakati hono Mtume SAW balikinenda kwa maguu, kulikuwa hakuna magari, hakuna joto, wakenda mpaka yu wakaisita. Asma binti Abubakar baada siku ile Abu Jahl kuwapanga vijana mabarobaro wa muwe Mtume, ndo akamwambia Saidna Ali alale kwenye kitanda chake, kisa wale mabarobaro mkapo usingizi wakalala. Mtume ndo akatukua mtanga akausomea wajanna min baini aidihim sadda wa min khalfi sadda fakhshaynahum aliwanyunyizia wale wakalala. Ndo Mtume akatoka na Saidna Abubakar mpaka kwenye Gharu Thawr. Sasa hapo hiyo distance ni kilomita 12 kutoka Haram mpaka Jabalur Rahma Arafa, kilomita 21 kutoka Haram mpaka Madina, kilomita 450 kutoka kwenye Jabalu Uhud liko Madina. Zile zita za Uhud zilipigana. Jabalu Uhud ni kubwa, kwa hadithi ya Mtume atuambia Jabal Uhud la tupenda sisi na sisi twalipenda Jabal Uhud. Kisha kando yake kuna jabali lingine toto. Hapo katika hilo kijabali ni kubwa kiasi si kwamba kitoto yao, liko na maina matatu: Jabalur Raya, Jabalur Rumat ama Jabalu Ainain. Hiko kijabali kina maina matatu. Baina hilo jabali na Jabal Uhud katikati yake wamezikwa kina Saidna Hamza, Hamdala, wamezikwa hapo. Kwa hivyo hizi ni sehemu za historia. Kuna Masjid Quba hapa, ni mahali ambapo kwamba ni msikiti wa kwanza Mtume alipotoka na Saidna Abubakar kwenda Madina, ukajengwa hapo. Na historia yake Mtume atuambia mwenye kutawadha nyumbani kwenda kuswali raka 2 kama amezofanya umra mzima. Kisa kuna Masjid Qiblatain, kwanza masahaba kina Ansari walikuwa wakielekea Baitul Maqdis. Sasa Mtume mwenyewe wale Mayahudi walikuwa wakimtuna ruhu, akamwomba Mwenyezi Mungu, Bwana Mola nipanami kibla changu nielekee Haram. Ndo hapo ikateremka aya, wakaambiwa badilishe, ilikuwa raka ya kwanza ya alfajr. Kisa akaya sahaba mbio, jamani imeteremka aya. Ndo hapo wakabadilisha kibla, sasa wakata huku wakaelekea huku. Ndio inankuliwa msikiti Masjidu Qiblatain. Kuna Masjidul Ghamama pale pale Madina nde. Ghamama yani ni Mtume alifunikwa na kiwingu. Pale ndani ya msikiti ya Mtume kuna nyumba yake. Hiyo nyumba ndo amezikwa Mtume. Kwenye kiuno cha Mtume amezikwa Saidna Abubakar. Kwenye kiuno cha Saidna Abubakar amezikwa Saidna Umar. Yani makaburi yameandamana namna hii hapo ndani. Ndio ukiingia Babu Salam Madina, moya kwa moya utakwanza utapambana na Raudha. Mtume atuambia mabaina mimbari wa beiti raudhatu min riyadhil janna, baina mimbari yangu na nyumba yangu ni kipande katika kipande cha peponi. Sasa hiyo nyumba utaingia Babu Salam moja kwa moja, mkono wako wa kushoto ndo kuna makaburi ya Mtume. Kuna aya pale imekuandikia kabisa, ukipita hapo usipige mayo, umswalie Mtume, umtake Mtume rehma, umpisie salamu. Kisa nyuma ya hiyo raudha kando yake kuna kama kibaraza namna hii, katiti tu kimejengwa kipana, uankuliwa sufa. Hapo mahali kiketi kina Anas bin Malik, Bilal bin Rabah, Sayyidina Abubakar, walikipanga vipi Uislamu utaenea. Ukiingia katika Babul Majid tapambana na hono mlango, kisa kuna Babu Jibril. Kwa hivyo hizi ni sehemu ambazo kwamba tutatakiwa twende tuzizuru na tuzione. Kuna Jannatul Baqi, maziara ya konde hapo baina hono msikiti wa Mtume. Kuna Jannatul Baqi, kumezikwa maswahaba takriban 5,000 takriban 10,000 hapo Jannatul Baqi. Kwa hivyo hizi ndizo sehemu ambazo kwamba Mungu atuafikie tuwe twende kwenda
kuzizuru na kurudi. Funga. Maalim, tutilie Fatiha.